Na asante sana mwenzangu Jeff Kirui na Winfrey Wino. Bila shaka kesho mtakuwa na kibarua kizima, lakini tunawategemea sana kuhakikisha kwamba tutaweza kuona na kufahamu yale yote yatakayokuwa yakiendelea kutoka Opoda Farm. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, huku taifa likiendelea kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, bustani ya Nyayo Stadium iligeuka kuwa uwanja wa heshima ya kitaifa. Kikosi cha wanajeshi kilimpa Raila heshima za kifahari kwa nidhamu na weledi wa kijeshi, wakiubeba mwili wake kwa utaratibu maalum na kumpa heshima za mwisho kabla ya mazishi yake. Aidha, familia pamoja na viongozi waliokuwa na Raila kwa miaka mingi walipanda jukwani na kushiriki kumbukumbu zenye vicheko na machozi, wakimrejelea kama kiongozi shupavu mwenye utu na aliyejaa ucheshi. Mwanahabari wetu Lennox Sengre anaelezea kwa kina shamra zilizoshuhudiwa kwenye ibada ya wafu ya Raila Odinga. Muda wa saa 2 za asubuhi, uwanja wa kitaifa wa Nyayo ulikuwa umefurika halaiki ya watu waliofika hapa kumpa hayati Raila Odinga heshima za mwisho. Magari ya kifahari na ya kijeshi yote yakifululiza kwenye uwanja wa Nyayo, yote 9, 10, wacheni baba aitwe baba. Jeneza lake likiingia kwa heshima kuu na taadhima kupitia lango la VVIP liliwasili katika msafara uliokuwa na hadhi ya kifalme. Na alipowasili, uwanja mzima ukaanikiza vigelegele vya kipekee vikiashiria maombolezi kama yalivyo katika desturi ya jamii ya Kiluo. Alipokelewa kwa heshima ambazo hazitolewi kwa kila mtu, bali kwa mashujaa pekee. Baada ya hapo, gwaride la kijeshi likaanza, wanajeshi wakiwa katika mavazi yao rasmi, wakisonga kwa mwendo wa nidhamu na mpangilio, sauti za nyayo zao zikirindima kimya kimya wa heshima, uaminifu na utiifu kwa shujaa aliyelala. Uwanja wa Nyayo ulionekana kama uliopumua uhai. Waombolezaji walikuwa wakitingisha matawi mikononi mwao, ishara ya kitamaduni ya Waluo inayotolewa kumheshimu aliyekuwa kiongozi wa hadhi ya Raila. Kisha jukwani ukaibuka sura ya familia, Oburu Odinga, kakake Raila Odinga, akibeba uzito wa urithi wa familia mabegani. Hotuba yake ilikuwa ya kugusa mioyoni, lakini pia ikapambwa na ucheshi. And she is the one with whom we grew together, but I thought that now at my age I don't want her to scratch me, I don't want her to massage me, so I brought her helper, Judith Oburu. Alimaliza hotuba yake kwa mzaha wa kipekee, akiwatambulisha wake zake wawili hadharani, akisema kwa tabasamu. Kisha ilifika kilele cha tukio. Rais William Ruto, katika tukio lisilo la kawaida, akanyanyua kipaza sauti na kuanza kupiga mdundo wa wimbo ulioupendwa na Raila, Jamaica Farewell wa Harry Belafonte. Wimbo ukasambaa angani kama upepo wa kumbukumbu, mpole lakini wenye nguvu, ukivuka vizazi. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. Kama ambavyo Raila mwenyewe angefanya, anga lilitetemeka kwa sauti ya usemi wa Kiluo, Jowi, Jowi, ishara ya ushujaa, ujasiri na uhodari. Winnie Odinga na familia yake wakachukua nafasi yao, wakapaza sauti kama alivyoifanya baba kwa waliomheshimu. Jowi! 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 Rest in peace, Dad.
Kisha ikafika dakika ya mwisho ya heshima. Kama mawimbi ya mto, waombolezaji walipanga foleni kutazama mwili wa baba. Taifa hii leo linaagana na kiongozi wa hadhi ya Raila Odinga, huku wengi waliozungumza wakimtaja kama kiongozi mzalendo. Lakini swali ibuka ni nani atamrithi kisiasa? Lennox Sangre, runinga ya KTN. Na mtazamaji, familia